tuwe na taxpayers engagement to the highest maximum possible, na tujenge confidence ya walipa kodi, waone image ya TRA ni nzuri na wawe na confidence ya kufanya kazi na sisi. Leo mwaka mmoja, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo furaha kukutaarifu kwamba walipa kodi sio maadui zetu, ni partners wetu katika kukusanya kodi. Na hili limefanyika bila kuathiri ukusanyaji wa mapato. Na katika kipindi cha mwaka sisi watu tunatoa performance ya makusanyo kila robo. Tulikuwa tumebakisha robo moja. Katika robo hii ya mwisho ya 4 ambayo inaanza mwezi Aprili mpaka Juni, TRA ilipaswa ikusanye trilioni 7 na milioni 900. Lakini mpaka jana trilioni 7 na bilioni 840. Lakini mpaka jana tuliweza kukusanya trilioni 8 na bilioni 220, ambao ni ufanisi wa 104% na ukuaji wa 15%. Ni kiwango kikubwa sana, kisingefanikiwa bila ya ushirikiano na walipa kodi, kisingefanikiwa bila ya miongozo thabiti inayotoka kwa mkuu wa nchi na viongozi wengine, lakini kisingefikiwa bila ya kazi nzuri ya uweledi na ya kujitoa ya watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi wote wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Kwa hili la kwanza. Lakini la pili, baada ya kukusanya kiasi hicho, tumeweza kutengeneza rekodi ambayo kwa mara ya kwanza toka TRA imeanzishwa mwaka 1996 1997, kwa mara ya kwanza TRA tumeweza kukusanya na kuvuka miezi yote 12 ya mwaka. Tulikuwa na lengo la kukusanya trilioni 31 na milioni 500 kwa mwaka mzima kwa bara na visiwani. Lakini mpaka jana saa 6 usiku tumeweza kukusanya trilioni 32 na bilioni 260. Lakini kubwa zaidi, tumeweza kukua kwa 16.7. Ni kiwango kikubwa sana na ni ufanisi wa 103%. Haya ni mafanikio, lakini ni record kubwa. Sasa wengine wanaweza wakasema mbona ni ya kawaida? Kwanza nimesema TRA imeanzishwa mwaka 96. Leo tuna miaka 29. Mwezi wa 6 mwakani tunatimiza miaka 30. Tunao watumishi wengine ni wapya, Mwenyekiti, wengine walikuwa hawajazaliwa wakati TRA inaanzishwa mwaka 96. Ilipewa lengo la kukusanya kwa mwaka ilikuwa ni bilioni 539. Mikoa yote 33 bilioni 539.